ulikuwa mmoja wa maafisa wa KWS ambao walikuwa katika zamu ndani ya mbuga ya wanyama ya Lake Nakuru. Na kazi yako siku hiyo ilikuwa law enforcement ndani ya ile mbuga. Na ulikuwa unafanya kazi ile pamoja na maafisa wengine wa KWS. Na mkuu wa ile shughuli mliokuwa mkifanya katika mbuga la wanyama ya Lake Nakuru alikuwa Francis Wachira, Senior Sergeant. Na kazi yote mlioifanya wewe na wenzako mliifanya kwa maagizo ya Francis Wachira. Kazi yote mlioifanya ama wewe uliifanya pamoja na wenzako ile siku ulifanya chini ya maagizo ya Francis Wachira. Kuna kazi ambayo ulijiagiza wewe? Nauliza, kuna kazi ambayo ulijiagiza wewe kufanya na hukuchukua maagizo kutoka kwa Wachira? Kazi yote ulifanya siku ile ulichukua maagizo kutoka kwa Francis Wachira? Na maagizo yale yote ambayo Francis alikupatia wewe na wenzako mlitarajiwa kuyafuata to the letter? You expected to comply? Okay. Wakati wa ile operation mlikuwa nayo, mlienda katika eneo linaitwa sewage ndani ya park? Ulikuwa peke yako? Ulikuwa na maafisa wengine wa KWS? Katika eneo lile la sewage mlikumbana na mtu mmoja ndani ya park? Na huyo mtu alijaribu kutoroka? Alikuwa anakimbia. Na mlimfuata ama kuna maafisa walimfuata huyo mtu? Ilikuwa gari kwanza kisha maafisa. Okay. Gari ilienda kwa muda upi kabla ya maafisa kuanza kumfululiza? Muda dakika moja, sekunde 30, nusu saa? Unaweza kukumbuka gari lile lilimfululiza huyu mtu kwa kiasi cha muda upi? Ilikuwa sekunde moja hivi mwendo wa gari na yule mtu? Ilikuwa dakika 2? Kuna matukio mangapi unaweza kumbuka hiyo siku? Kwa sababu nimekusikia kwa yote ambayo umeulizwa, mengi umesema huwezi kumbuka.
nakumbuka kwa ujumla tu, lakini mlimkamata huyu mtu. Afisa wawili walimkamata. Wewe kazi yako ilikuwa gani? Kuwapatia security wale waliomkamata wote, na hata suspect ulikuwa unamchunga pia. Ulimkaribia, hakuwa mbali. Ulimuona kwa karibu. Ilikuwa masaa ya mchana, jua lilikuwa limewaka. Ulikuwa unaweza kuona vizuri. Hayo ndio maelezo yako kwa mahakama, kwamba ulikuwa una uwezo wa kuona vizuri. Okay. Wakati walimkamata yule mtu na wewe ukawasindikiza, mkawa pamoja, ulikuwa unajua jina la yule mtu? Ulikuwa umekutana na yeye kwa wakati wowote hapo awali? Ulikuwa umemjua hata hapo awali personally? Hukumuuliza jina lake, ni kweli? Ulimuuliza jina lake? Hukumuuliza. Ulimuomba kitambulisho chake? Hukumuomba. Kuna chochote ambacho kimngeweza kumtambua mlichokipata kwake? Gunia inaweza tambua mtu? Gunia. Unaweza tumia gunia kumtambua mtu? Hiyo swali langu ni, kuna chochote mlichokitoa kwake ambacho kingeweza kumtambua? Chochote? Nijibu tu, kuna chochote ambacho hakuna. Na labda wewe kama mlinzi ulifikiria kidogo hata nimpige picha huyu mtu, kwa sababu amewafanyisha kazi mingi kukimbia kule, labda ungemuzawadi baadaye. Ulikuwa very busy, hata hukukumbuka hata kumchukua hata picha yake. Lakini una confirm kwamba ulikuwa na simu wakati huo? Ulikuwa na simu. Simu yako ni aina gani? Simu yako ni Oppo. Na Oppo ninavyoijua, na labda wewe unavyoijua, ni camera phone. Ni kweli? Ninavyoijua na unavyoijua, Oppo ni simu inayochukua picha mzuri sana. Ni kweli? Haya, lakini ile Oppo yako ina kamera, ni kweli? Iko na kamera? Na huo wakati hukuweza kuchukua picha yoyote? Ile simu yako ilikuwa na SIM card ndani? Ilikuwa na SIM card ndani. Unaweza kumbuka namba ya simu iliyokuwa ndani ya hiyo simu yetu ya Oppo? Namba ya simu. Unaweza kuitaja, kwa sababu mahakama na mimi tungependa kuijua pia sisi. Nitajie tafadhali. 07 10 Hii 10 haipo tena. 0717 037. Sorry?
028. Wakati unapokuwa kazini huwa una kipande chako cha kitambulisho, kadi yako ya kitambulisho. Siku hiyo ulikuwa naye? Ulikuwa na nini? Haukuwa na chochote cha kukutambua? Ikiwa ndovu angekuvamia pale ndani tungejua ni wewe? Wenzako wangejua wewe ni nani? Wanajua. Wewe lakini una kipande, ID card. Unayo. Unaweza jua namba yako pia? 38. Mahakama pia ingependa kusikia, so utaongea kwa sauti. 38 810 70. Wenzangu wamekuuliza ikiwa unajua kwamba kulikuwa na ripoti ya mtaalamu kutoka Safaricom na ripoti ile ikaletwa mahakamani. Una hiyo habari? Uko na hiyo habari? Wakakuuliza ikiwa unajua ripoti ile na ushahidi wa yule mtaalamu ilikuwa inasema kwamba hii namba ambayo umetupatia hapa na nambari ya simu aliyokuwa akitumia Brian Odhiambo siku ile tarehe 18 zilikuwa na ukaribu sana. Na jibu lako kwa hilo ukasema vipi? Ukasema si kweli. Umeleta ripoti mbadala. Umeleta ripoti mbadala mahakamani ya kuonyesha ulikokuwa ile siku na umbali wako na nambari aliyokuwa akitumia Brian. Nimeuliza hii leo umeleta ripoti mbadala, alternative report, ya kuonyesha ulikokuwa siku hiyo. Pande mmoja tuna ripoti ya mtaalamu wa Safaricom anasema namba hii na namba aliyokuwa akitumia Brian zilikuwa pamoja hiyo siku. Na kuuliza wewe ukasema hiyo si kweli. Unapinga hiyo ripoti. Si ni hivyo? Unaipinga kabisa kabisa. Mbali na matamshi yako ya kupinga, umeleta ripoti mbadala ya kusema namba hii haikuwa pamoja na hiyo nyingine. Haujalete. Na ungependa tuamini maneno yako ya mdomo, tuache yale ya mtaalamu. Kati ya wewe na mtaalamu nani aliye na ujuzi wa kufanya location na vitu kama hiyo? Kati yako wewe na mtaalamu, an expert, nani ana ujuzi ambao labda mahakama inaweza kuutegemea? Wewe una utaalamu wa kujua maneno ya geolocation? Wewe hauna. Lakini unataka tufutilie ripoti ya mtaalamu, tukutegemee wewe. Okay, sawa. Umeelezea mahakama kwamba kazi yako siku ile ilikuwa kuchunga na kufikisha kuchunga wale ambao walikamatwa hiyo siku na kuwafikisha ambapo walifaa kufikishwa. Ni kweli? Ndiyo. Huyu ambaye ulimkamata ama wenzako walimkamata Sewage, unadhibitishia mahakama kwamba wewe ulikuwa unamchunga na hao wenzako? Unathibitishia mahakama kwamba ulikuwa unamchunga yeye na wenzako? Kazi ya kuchunga
kazi yako ya kuchunga huyu mliyemkamata ulimaliza saa ngapi? Ya kumchunga huyu uliyemkamata, huyu wa sewage. Mimi sikuulizi wale wengine. Huyu wa sewage, kazi yako ya kumchunga ulimaliza saa ngapi? Saa ngapi? Ilikuwa mchana. Ulianza kumchunga saa ngapi? Unakumbuka ilikuwa saa ngapi? Ulianza kumchunga saa 5. Ukamaliza kumchunga saa ngapi? Ulimchunga kwa dakika ngapi? 1, 2, nusu saa hivi? Ulimchunga kwa dakika 4. Basi, ulipomaliza kumchunga, kuna yule uliyempatia endelee kumchunga? Kuna yule ulimpatia endelee kumchunga? Si wewe ndio ulipewa kazi ya kuchunga? Ndugu, aliyekuwa na kazi ya kumchunga ni nani? Ni wewe. Ulipomaliza kumchunga, kuna yeyote aliendelea kumchunga baada yako? In charge aliendelea kumchunga. Ndivyo unavyoelezea mahakama? Niulize, bado mlikuwa ndani ya park? Bado mshukiwa alikuwa ndani ya park? Alikuwa anahitaji ulinzi? Na aliyekuwa anamchunga anamlinda ni wewe? Na unasema kuna wakati uliacha kumchunga, ukamwachia nani? Na kuuliza wewe, ukamwachia nani? Ukamwacha kwa in charge. Naomba unikumbushe jina la in charge. Jina la in charge ni Senior Sergeant Francis Wachira. Nimekusikia hapa ukielezea mahakama kwamba uliyekuwa unamchunga si Brian Odhiambo. Hayo ndio maelezo yako? Uliyekuwa unamchunga ni nani? Nauliza, uliyekuwa unamchunga, umeelezea mahakama si Brian Odhiambo. Hayo ndio maelezo yako? Uliyekuwa unamchunga, ulikuwa unajua jina lake? Ulikuwa unajua jina lake? Mbona usijibu swali ndugu? Ulikuwa unajua jina lake? Hukujua jina lake. Iweje kwamba leo unasema niliyekuwa ninamchunga si Brian Odhiambo, ili hali hukujua jina lake wakati ule? Una dhamira ipi na umeitoa wapi? Ndugu, turudi nyuma kidogo. Ulielezea mahakama huku mshika mtu, kazi yako ilikuwa kuchunga. Ni kweli? Sasa hivi unaelezea mahakama mtu uliyemshika. Ulimshika ama haukumshika? Samahani? Awali ulielezea hukushika, sasa hivi maelezo uliokuwa unatoa ni kwamba yule mtu niliyemshika. Yule mtu
tulimshika, ndio maelezo yako. Umejuaje kwamba si Brian Odhiambo? Ukaelezea kwamba ni sura ulionayo, sio ile ya yule ambaye ulimkamata. Hivyo ndivyo unavyoelezea mahakama. Lakini nilikusikia ukielezea mahakama kwamba you are very busy. Ama matamshi hayo hayakuwa yako? You are very busy. Ulikuwa na muda wa kuangalia sura na ulikuwa unachunga wenzako wasikamatwe na wanyama wasiwavamii. Ulikuwa unafanya kazi gani kwa wakati huo? Ulikuwa unaangalia sura ya huyu ambaye amekamatwa, kisha unaangalia na wanyama pia. You have exceptional abilities. Very exceptional, right? Kwamba unaweza kuwa ukiangalia sura ya mtu kisha ukiangalia wanyama pia wasiwavamie. Hayo ndio unayoelezea mahakama. Kwa siku hiyo unakumbuka sura ngapi? Unakumbuka sura za askari wenzako. Siku hiyo hiyo ulipeleka ama ulitumika kuchunga wengine ukawafikisha summit ama pale investigation office. Ni kweli? Investigation office ulipeleka wengine. Hawa wote ulipewa wewe uwapeleke ama ilikuwa bado ile kazi yako ya kuchunga? Ulikuwa unawachunga hawa ama uliwakamata pia? Kuna wenzako ambao walikusaidia kuchunga? Mlikuwa wangapi waliokuwa wanachunga? Timu yenu ilikuwa na watu wangapi? Ulikuja kujua huyu, turudi tu yule wa sewage ambaye ulikuwa unamchunga, ulikuja kujua habari zake, alikokwenda, alikopelekwa? Hata ile siku ulikuwa pale ukiandikisha statement, hukujua hukuelezewa ameenda wapi ama ni nini kilichotendeka? Hadi sasa hivi hujui ni nini kilichotendeka? Hujaelezewa? Hadi sasa hivi hujui ni nini kilichotendeka kwake? Wachira hajakuelezea? Wachira hajakuelezea? Kusikia hata fununu yoyote ama maelezo ya wale ambacho kilimtendekea yule mtu? Hauna habari. Ile statement ambayo ulipewa, ambayo nasikia sasa unasema naomba uko na hiyo statement yako? Bado unaamini kwamba hayo maelezo si yako, yako hapo? Aliyekuwa anakuandikia ama aliyekuwa anaiandika hiyo statement, hiyo habari unasema haikuwa habari aliyokuoji ukampatia akaandika? Unasema alivyokuwa akiandika hapo na mambo ambayo ulikuwa unamwambia andike ni tofauti? Ni tofauti unasema? Uliomwambia aandike na yale ambayo yako kwa hiyo statement yanatofautiana? Onyesha kwa mfano mahakama mambo ambayo hukumueleza lakini yako hapo kwa hiyo statement yako. Ni nini ambacho ni tofauti na kile ulichomuelezea kwa hiyo statement tu? Ulimuelezea signature?
Ulimuelezea signature? Nimekuuliza, angalia hiyo statement ulio nayo hapo, mambo ambayo yako pale. Kuna lolote unaweza sema hili sikumwambia? Hata moja? Lipi? Tuache ya signatures na kuuliza, kuna chochote katika hiyo statement mbali na signature ambacho unasema hiki sikusema? Kipi hicho? Tueleze. Wewe hukuelezea Bwana Muhuri kwamba alifungwa mkono. Unasema hukuelezea Bwana Muhuri kwamba hukumuona huyu mliyemkamata akiwa na gunia. Huo ndio ushahidi wako? Statement yako inasema hapo kwamba alikuwa na gunia na kamba. Hilo ulimuelezea Bwana Muhuri? Haya, hukumuelezea ikiwa alikuwa na kamba. Kuna ushahidi, kuna ripoti, tuseme hivi, kuna ripoti ambayo ilipelekwa katika High Court. Nakumbuka, sijui ikiwa unakumbuka kuwa kulikuwa na kesi katika High Court ya habeas corpus. Unakumbuka ikiwa kulikuwa na kesi hiyo? Ukumbuki? Ukumbuki kwamba kulikuwa na kesi iliyokuwa inamtaka afisa wa KWS na DCI watoe mwili wa Brian Odhiambo ukiwa hai ama mfu mahakamani? Ukumbuki ikiwa kulikuwa na kesi kama hiyo? Nauliza, unakumbuka ikiwa kulikuwa na kesi kama hiyo? Hukumbuki ikiwa aliyekuwa mkubwa wa KWS pale kwa ile park, unamkumbuka afisa anaitwa David Oyugi? Unakumbuka David Oyugi? Unakumbuka kazi yake pale kwa park ilikuwa kazi gani? Alikuwa mkubwa in charge pale wa KWS. David Oyugi alikuja mahakamani na kuelezea, na akaeleza mahakama kwamba uchunguzi walioufanya preliminary unaonyesha kwamba mshukiwa aliyekamatwa sewage alifungwa na kamba. Huyo ni mkubwa wako. Anaelezea kwamba wamefanya uchunguzi na preliminaries ni kwamba yule aliyekamatwa alifungwa na kamba. Habari zile zilikamatwa kwa televisheni, kwa video, zilisakileti kila mahali, lakini ajabu ni kwamba wewe huna hiyo habari. Kwa hayo matamshi ya mkubwa aliyekuwa in charge David Oyugi, wewe unasema bado ni uongo, yule hakufungwa na kamba? Ya? Wewe umesema kwa hiyo statement hapo, na yale uliyoyaona ni kwamba hakufungwa na kamba. Mkubwa wako anaelezea huyu alifungwa na kamba, na hiyo ripoti naamini iko mahakamani. Unaomba tukuamini wewe, tuyaache ya mkubwa wako. Mbali na matamshi ya mkubwa wako, wenzako ambao mlikuwa nao,
Lual Gordon. Unamjua Lual Gordon? Lual Gordon ni nani? Yeye katika hiyo operation kazi yake ilikuwa gani? Alikuwa tu afisa. Lual pia anaelezea mahakama alielezea mahakama kwamba huyu suspect ambaye mlimkamata pale pia alikuwa amefungwa na kamba. Hayo ni matamshi ya mwenzako. Bado unasisitiza kwamba Lual pia ni mdanganyifu. Si maoni, ni ushahidi. Ushahidi wake na wako ni tofauti. Pia kuna huyu anaitwa Kibaki, alipeana ushahidi huo huo, kisema kwamba huyu alifungwa na alifungwa na kamba. Pia ni ushahidi wako kwamba Kibaki alidanganya mahakama. Ile siku hawa ambao walikuwa wewe uliokuwa unawachunga wakiwa wamemkamata Brian na wale ambao 9 walikuwa mliwaleta pale, wao walikuwa wamezuiliwa kwa njia ipi? Yes. Hawakuwa wamewekewa hata pingu. Huo ndio ushahidi wako. Hiyo siku maafisa walikuwa na pingu? Nauliza, walikuwa na pingu maafisa? Unajua swali ni walikuwa na pingu, sijakuuliza ikiwa uliona. Haujui. Kwa kawaida mkienda operation kama hiyo, mnakuwa na pingu? Maafisa wa KWS wana pingu? Sasa haitakosa ni jibu aina gani kima hiyo? Haitakosa ni gani sasa? Nauliza, maafisa wa KWS wana pingu? Ndiyo wana pingu au la hawana? Kima hiyo, do KWS officers have handcuffs? Do we have handcuffs at the KWS offices? They are there. Kwa hii siku kulikuwa na afisa yeyote ambaye alikuwa na pingu? Hawa ulikuwa unachunga. Pingu ni kitu kidogo ambacho kinaweza wekwa mfukoni mtu asione. Ni kidogo sana. Ni kidogo sana, unaweza weka na isionekane. Kwa kawaida huwa mnaziweka wapi? Unabeba pingu kwa mfuko. Wewe umewahi beba pingu? Bado haujawahi. Umewahi pewa pingu? Umewahi pewa pingu. Okay. Kwa hivyo ni ushahidi wako kwamba hiyo siku hawa watu hawakuwa wamefungwa na chochote, hata pingu. Na mkiwazuia watu kwa njia hiyo, hata hamtumii pingu, hao wengi ambao mliwazuia. Hamuogopi kwamba hawa ambao mmewazuia wanaweza toroka? Na wakitoroka mnafanyaje? Mnaweza kuwakimbiza wote. Mko wengi. Na ikiwa wanatoroka, mnaweza kuwakimbiza muwakamate.
Ni nini kinaweza kukufanya usikimbie ukamate mtu? Hii situation unayoelezea. Kama ametoka vile kama uko karibu na yeye utakuta tu. Ni nini kinachokuzuia usimkimbishe umshike huyu ambaye anatoroka? Niulize, ulipoajiriwa KWS, interview yako ilikuwa ya aina gani? Wewe kwa uwanja, na kitu cha kwanza ambacho ulifanya kisha wakaona wewe unatosha kupewa kazi KWS ni kabla ya macho na hiyo ingine bio, kwamba wewe kama afisa wa KWS, one of the qualifications ni uwezo wako wa kukimbia. Wewe ulikimbia hiyo siku na ukatosheleza hiyo qualification ya kukimbia, na unasema hapa kwamba kuna watu ambao wanaweza kimbia zaidi kukushinda ama kushinda maafisa pale kwenye mbuga. Nategemea. Na niende kumalizia, umeelezea mahakama, nirudi tu, hii ni mwisho sasa. Umeelezea mahakama kwamba yule mtu bado unaamini si Brian Odhiambo, yule ambaye ulimkamata sewage ukamchunga. Lakini ulishika wengine, hukushika Brian. Wewe hukushika Brian, na kujua kwako ikiwa yule uliyemshika ni Brian ama si Brian, unategemea, umeelezea mahakama, unategemea nini kusema kwamba yule uliyemshika si Brian? Okay. Lakini haitegemei ujuzi wako wa awali wa Brian. Si ni kweli? Hukuwa unamjua Brian hapo awali. Nauliza, hukuwa unamjua Brian hapo awali kabla ya tarehe 18? Ulikuwa unamjua Brian Odhiambo? Hukuwa unamjua hapo awali? Ulikuwa unamjua? Kima hiyo, ulikuwa unamjua ama haumjui? Ulikuwa unamjua Brian hapo awali? Kabla ya tarehe 18 ulikuwa unajua Brian Odhiambo? Ulikuwa hata umefanya biashara yoyote na mtu anaitwa Brian Odhiambo hapo awali? Na kwa hivyo kutomjua kwako ama kusema sasa hivi kwamba si Brian Odhiambo hakutegemei ujuzi wako wa hapo awali. You had not interacted with Brian previously. Okay. Na hata sasa hivi nikuletee mtu yeyote nikwambie huyu ni Brian Odhiambo, hutamjua ikiwa yeye ndio Brian Odhiambo. Ni kweli? Wachana na huyu, nimekuambia nikuletee mtu yeyote nikwambie huyu ndio Brian, hutasema huyu ndio Brian. Ni kweli? Nikuletee mtu yeyote nikwambie huyu ndiye Brian Odhiambo, utathibitisha ikiwa yeye ndio Brian ama si Brian? If I bring anybody, 10 of them here, I tell you pick out Brian Odhiambo, can you pick out Brian Odhiambo? How would you do that? You had not interacted with Brian Odhiambo before? You don't know him? Would you suddenly have some magic to identify Brian? Sijakutajia huyu.
Sijakutajia huyu. I'm asking you. What's so peculiar about Brian Odhiambo that you'd use to identify? Ni nini? Ni nini hicho kitakachokusaidia sana kumtambua huyo Brian? Sura yake ilikuwa namna gani? Mimi sijakutajia huyu, na naomba Kimayo unijibu mimi. Ni nini kilichokuwa kwa sura ya Brian ambayo unaweza elezea mahakama? Brian alikuwa na pua kubwa, macho ndogo, something like that, ambacho kitakusaidia wewe kumuidentify huyo Brian ambayo unamsema sasa. Anything peculiar? Katika sura ya Brian yule ambaye ulimuona, ni nini uliona ambacho tukimleta sasa hivi kwako utasema huyu ndiye Brian Odhiambo? Ile siku hii ndio uliona ile siku? Yona, maybe I ask this last question. Mulipomshika wewe mwenyewe, did you personally establish the identity of the person you arrested? Wewe mwenyewe did you personally establish his identity? Ulijua ni nani? You did not. Na you cannot identify that person's name from your own personal knowledge. Unaweza kumtambua huyo mtu kutokana na jinsi ulivyokuwa unamjua? Unaweza kumtambua kwa jina? Hapana. Na kwa hivyo wewe kusema mtu uliyemkamata si Brian Odhiambo haitokani na process yoyote ya identification ambayo wewe umeifanya kivyako. Wewe kusema mtu ambaye mlimkamata ile siku si Brian Odhiambo haitokani na process yoyote ya identification ambayo wewe ulifanya. Inatokana na process yoyote ya identification ambayo wewe ulifanya. Gani? Process ya identification yoyote ambayo ulifanya wewe. Kwa kuonana tu. You know, I would stop there. Na huyu Luali Gordon ametoa ushahidi hapa mahakamani kama PW8. Kweli si kweli? Na kwa ushahidi yake alieleza kwamba yeye alitizama mtu ambaye alikuwa anafyeka nyasi karibu na hapo mlipokuwa. Ni kweli ama si kweli? Hakutoa hiyo ushahidi. Alitoa ushahidi kwamba alimuona mtu ambaye alikuwa anakata nyasi ama hakutoa? Ulikuwa unasikiza hapa. Tukubaliane Bwana Kimayo. Ulisikiza ushahidi ya Luali Gordon ama hukusikiza? Ulisikiza. Na alisema kwamba yeye alitizama mtu ambaye alikuwa anafyeka nyasi karibu na hapo ama hakusema? Alisema. Lakini wewe hukumuona mtu ambaye alikuwa anakata nyasi? Asante. Na unathibitisha mahakama vile vile kwamba PW9
Figa Kibaki alikuwa pale sewage area pamoja na nyinyi hiyo siku hiyo saa? Mlikuwa na bwana Kibaki pale ama hamkuwa na yeye wakati ulikuwa unashika ama ulikuwa unapeana usalama? Bwana Kibaki hakuwa. Alikuwa umbali gani kutoka pale ambapo mlikuwa? Aliwahi kufika pale sewage area mkiwa pale? Mlimwacha umbali gani kutoka hapo ambapo upo na hapa ambapo mahakama ameketi? Ni umbali gani? Sikiza swali, usikuwe na haraka haraka. Wewe ni mkimbiaji? Wewe ni mkimbiaji bwana Kimani? Okay, usikimbie sana. Sikiza swali. Hapo penye umesimama na pale alipoketi mheshimiwa ni umbali gani? Unaweza kuangalia huko, na ruhusa ya kuangalia mheshimiwa. Umbali gani? Karibu mita 2. Karibu mita 2. Pale mlipokuwa ukipeana usalama kwa bwana Ochieng na mwenzake na huyu suspect, na pale alipokuwa bwana Kibaki, ilikuwa umbali gani? Umesema hapo unaposimama na pale anapoketi mahakama ni karibu mita 2. Unaweza kusema ilikuwa takriban umbali gani? Alikuwa anaonekana? Hakuwa anaonekana. Kama yeye alitoa ushahidi na akasema mlikuwa pamoja, na wewe unasema hakuwa anaonekana hata, mmoja wenu bila shaka atakuwa anasema uongo. Kweli ama si kweli? Aliwahi kuja pale alipokuwa mshukiwa yule suspect alikuwa hapo? Hakuwahi kuja? Hamkuwahi kutana wakati mlishika suspect? Mlikutana wapi? Kwa Calvert. Mkashika suspect wapi? Mulileta suspect Calvert baada ya kumshika. Mulishika yeye wapi? Mulishika yeye kwa Calvert? Mulishika yeye Pado sewage area? Karibu na mtaro, akitaka kutoroka. Kutoka pale mlipomshika na Calvert ilikuwa umbali gani? Unakumbuka yale ambayo unaona yanakusaidia, yale ambayo hayakusaidii? Iko miti inaonekana, si ndio? Miti inakuzuia. Ukijaribu ku approximate distance, unaona miti inakuzuia. Uoni hapo? Umewahi kurudi pale tangu hii kisa ikifanyike? Umewahi kurudi kule sewage? Unajua mahakama iliweza kutembelea pale? Unajua? Na ile taswira mahakama iko nayo
ni kwamba kule kunaonekana si msitu vile unajaribu kueleza. Wajua au haujui? Haujui. Asante. Wacha tuendelee. Hii siku thibitishia mahakama kwamba mlishika mshukiwa ambaye alikuwa anaitwa Michael Kiptoo Rono, PW14. Katika huu msafara wa kushika watu Vietnam na kule Sewage. Unakumbuka ama ukumbuki? Unakumbuka Michael Kiptoo Rono alitoa ushahidi hapa mahakamani kama PW14? Unakumbuka ama ukumbuki? Au kumbuki? Asante. Thibitishia mahakama kwamba ulimuona yule mshukiwa ambaye mlimshika Sewage area mara ya mwisho mkiwa kule Calvert. Na ulimuona akiwa na Bwana Sudi. Ulimuona akishuka. Au kumuona akienda pale popote pengine baada ya kushuka. Ulimuona kwa investigation office. Yule mshukiwa ambaye ulikuwa unapatia security. Au kumuona kwa investigation office. Ulimuona pale pengine popote nje ya Sewage area. Au kumuona tena. Ulisikia kwamba huyo mshukiwa alipotea mpaka wa leo. Unajua kwamba huyo mshukiwa alipotea tangu hiyo siku? Haujui. Hata vile umesimama mzima hauna habari kwamba alitoweka. Asante. Thibitisha mahakama kwamba wakati mlimshika, ama wewe umesema ulikuwa unapatia usalama, wakati mlikuwa mnampa usalama, huyu mshukiwa hakuwa na silaha yoyote. Haukumuona. Ulijua kwamba Alexander na Ocheng walimpiga search? Ulijua. Ulijua kama walipata silaha ama hawakupata silaha? Hawakupata silaha yoyote. Kwa hivyo huyu mshukiwa hakuwa mtu wa hatari kwenu na kwako kama afisa ambaye alikuwa anapeana usalama. Kweli ama si kweli? Hakuwa hatari. Kweli ama si kweli? Wakati ulikuwa unampa usalama huyo mshukiwa pamoja na ndugu zako hao Alex na Ocheng na Wafukala, hapakuwa na hatari yoyote kutoka kwa huyu mshukiwa. Kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli, Bwana Kimayo? Si kweli. Ni kweli ama si kweli? Kwa nini unachemka? Unataka kuongeza maji?
Unataka translator? Huyu mshukiwa hakuwa na silaha yoyote. Kweli ama si kweli? Ni kweli. Hivyo ni kusema mkiwa wanne hakutishia usalama wako na usalama wa wenzako wakati huo. Kweli ama si kweli? Maelezo yangu Bwana Kimayo ni kwamba huyu mshukiwa alikuwa anashikwa kwa sababu mlishuku alikuwa anavua samaki Lake Nakuru National Park. Kweli ama si kweli? Na maelezo yangu ni kwamba maafisa wa shirika la wanyamapori Lake Nakuru National Park hawataki mtu avue samaki kule. Kweli ama si kweli? Na maelezo yangu vile vile ni kwamba hawataki mtu yeyote avue samaki ndio wao wenyewe wavue hiyo samaki. Kweli ama si kweli? Na maelezo yangu vile vile ni kwamba Brian Odhiambo aliwawa kwenda kupeana ushahidi wako dhidi ya kesi, na wewe ukakubali kwamba ndio nakubali kupeana ushahidi. Je, ni wewe ndio uliandika haya maneno? Kuna signature hapa, saini ambayo imeandikwa signed. Sijui unaweza kuiangalia utuambie, je, hii ni saini yako? Baada kuna mali imeandikwa ROC, chini imeandikwa signed, kuna signature hapo. Je, ni yako? Si yako. Umeeleza mahakama kwamba kuna dereva anaitwa Driver Sudi alikuja kumchukua yule mshukiwa ambaye mlimshika. Je, baada ya hiyo siku hiyo wakati kuja kumchukua huyo mshukiwa sehemu inayoitwa Calvert, je, ulikutana tena na Sudi hiyo siku? Kuna mashahidi wawili kwa upande wa mashtaka walikuja hapa mahakamani ambao wao ni kati ya wale 9 mliowashika. Alieleza mahakama kwamba Driver Sudi alirudi na gari sehemu inayoitwa Summit. Je, ni kweli? Je, ndani ya park ya Lake Nakuru kuna sehemu ambayo inaitwa Summit? Baada ya kuachana na Sudi hiyo siku kwamba alikuja akamchukua akaondoka na gari lake, lini tena ulikutana na Driver Sudi? Siku ya 22 Januari. Okay. Mulikutania wapi? Kwa DCI. Je, pengine ulipata wakati kumuuliza Driver Sudi, pengine yule mshukiwa ambaye mlimkamata ile siku, kama aliweza kufikishwa mahakamani? Kwa nini haukupata na ulikuwa na yeye? Ni kitu gani kimekufanya wewe ukaweza kumkumbuka huyo ambao ulimshika hii siku ya tarehe 18 peke yake?
Je, kuna wowote kati wengine ambao wakati ukiwakamata unaweza kuwakumbuka? Je, kuna wowote mbali na huyu wa hii siku ya tarehe 18 wale ambao unawakamata, je, kuna yoyote ambao unaweza kumkumbuka mbali na huyu? Ulijuaje kwamba huyu ule mkamata ile siku hakuwa Brian Odhiambo? Hiyo siku nilikuwa kwa karibu na yule mwenye alishika the suspect. Pia ukijaribu kuona hii mapango hii hawafanani na yule mwenye. Je, uliweza kujua jina la yule ambaye ulimkamata hiyo siku? Hapana. Kuna shahidi mmoja ameeleza hapa mahakamani kwamba wao walikuwa kati ya wale watu 9 ambao walikamatwa Vietnam, na walikuwa wamepigwa na hawakuwa katika hali mzuri. Je, ni kweli? Si kweli. Pia alieleza mahakama kwamba walilazwa chini wakiwa wakiangalia ardhi chini. Je, ni kweli? Si kweli. Pia kuna shahidi ambaye anadai kwamba yeye alikuwa akifanya kazi ya kukata nyasi na alikuwa ndani ya park wakati mkifanya hiyo arrest. Je, ni kweli uliwahi kuona mtu yoyote ndani ya hiyo park mbali na yule ambaye mlimkamata? Si kweli. Askari mwenzako ambaye pia alitoa ushahidi kwa upande wa mashtaka anaitwa Gordon Lual alieleza mahakama kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa akikata nyasi na alienda akaongea na afande Wachira. Je, ni kweli? Si kweli. Kati ya wewe na Gordon ni nani anadanganya mahakama? Nakwambia mwenyewe niliona niliona nasema niliona. Kama yeye aliona Kunao mashahidi kwa upande wa mashtaka wameeleza kwamba kijana kwa jina Brian Odhiambo alikamatwa nje ya park, sehemu ambayo wanaishi watu. Je, ni kweli? si kweli. Kwa nini unasema si kweli? Kwa suspect mwenye tulishika hapo ndani ya jambo tulimkamata ndani ya park na huwa kitu wake. Kuna shahidi ambaye ni Safaricom expert alieleza hapa mahakamani kwamba namba yako ya simu ilipatikana karibu na namba ya simu ya mtu anayeitwa Brian Odhiambo. Je, ni kweli? Si kweli. Ulikuwa na simu yako hiyo siku? Ndio. Huu ni utafiti umefanywa na umeeleza kabisa kwamba namba yako ya simu ilikuwa karibu na namba ya simu ambayo Brian Odhiambo alikuwa amebeba. Je, ni kweli? Si kweli. Wakati koti ikitembelea sehemu ya tukio, je, nyinyi mlikuwa katika hiyo sehemu? Hapana. Kwa nini hamkuwa? Wanasiasa kama msipatikana kwa sababu ya security purpose. Okay. Wewe kama Kimaiyo, lini ulikuja jua kwamba kuna mtu kwa jina la Brian Odhiambo amepotea? Lini? Kuelewa. Wewe kama Kimaiyo,
Ni wakati gani ulikuja jua kwamba kuna mtu kwa jina la Brian Odhiambo amepotea? Wewe unajua kama kuna mtu anaitwa Brian Odhiambo amepotea? Unajua? Kwa hivyo wewe paka sasa kufika hapo mahakamani hujui umeletwa hapa kwa sababu gani? Missing person nani? Brian Odhiambo. Sasa narejelea swali langu. Lini wewe kama Kimaiyo ulikuja jua kwamba kuna mtu kwa jina Brian Odhiambo amepotea? Lini? Wakati ukienda kwa DCI. Ilikuwa lini? Sasa Kimaiyo, huyu Brian Odhiambo mulimpeleka wapi? Wewe uko dini gani bwana Kimaiyo? Kristo. Naomba useme ukweli mbele hii mahakama. Brian Odhiambo mulimpeleka wapi? No further questions.